So ladies and gentlemen, hata baada ya kwamba ile no reform no election, lakini tukumbuke kwamba uchaguzi umewadia na wako baadhi ambao wamejitokeza kwenda kutiki. Hivyo basi kuna jambo kidogo tu ambacho nataka niongelele hapa, ambapo ni takwimu nzima ndio tunataka tuiongelee kulingana na vile ambavyo kwenye vituo vya upigaji kura kwa sasa tunavyoviangalia havina watu. Kiukweli watu wamejitokeza wachache sana ambao wameamua kwenda piga kura hizi za leo tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, ambapo niseme tu kwamba mamilioni ya watu ambao walijiandikisha kwa upigaji kura huno ni takriban milioni 37,647,235, na ambao wamejitokeza kupiga kura hata nusu yake sidhani kama wamefika, ambapo tumeweza kuona baadhi ya vituo bara Tanzania watu kidogo sana ambao ni registered voters ambao wameweza kujitokeza. Mpaka sasa ni asilimia chache sana, ikizingatiwa ya kwamba mwaka uliopita, ule mwaka wa 2020, tuliweza kuona kwamba watu wengi sana waliweza kujitokeza kuna vituoni wakati kama huno mida kama saa 5 hivi, walikuwa wamejitokeza kibao sana, wengi sana ambao tayari wameenda piga kura. Na ukizingatia wale ambao wamejiandikisha ni zaidi asilimia 20 zaidi ya wale ambao walikuwa wamejiandikisha ule mwaka wa 2020. So unaona kabisa wazi ya kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanakoseka ama tayari yashakoseka, lakini hatuna namna. Madam siku imefika, basi imefika. So this is what they say, that registered voters increased by 20% from the previous general election of 2020 during Magufuli. So wakati ule Magufuli akipigiwa kura ndio paka akaaga ambapo Mama Samia alichukua uongozi huo, asilimia kidogo ndio ilikuwa imejiandikisha. Lakini baada ya kwamba Magufuli ameaga, asilimia kubwa sana iliweza kujiandikisha zaidi pia, ambapo walikuwa wamesema kwamba iliongezeka kwa asilimia 20, lakini waliojitokeza sasa ni wachache zaidi. Nikukumbusha kwamba ile tume ya uchaguzi itasema ambaye ameshinda huu uchaguzi baada ya kwamba ameweza kujinyakulia kura asilimia 51 kuendelea. Yani kama mtu amepata 51.certain%, basi ndio ataidhinishwa kwamba ameshinda uchaguzi huno. So kati ya wale ambao watapiga kura, not this 37 million, but kati ya wale ambao watapiga kura, hata wakipiga kura watu milioni 100 ama watu milioni 1 peke yake, wale ambao wamejitokeza wote kwa pamoja, lakini nusu yake iwe zaidi ya asilimia 1 juu, basi yule ambaye atakuwa amezidisha hiyo asilimia 1 ataidhinishwa kwamba yeye ndio mshindi. Na tukumbuke kwamba kura hizi ama uchaguzi huu upinzani ni Samia na Suluhu, yani anayepigiwa kura hapa ushindani mkubwa sana ni Samia na Suluhu. Nimeweza kutizama baadhi ya wagombea wa hichi kiti cha uchaguzi wa rais ambao ni takriban 17, na mpaka sasa hivi tunavyoongea wagombea watatu wamejitokeza kupiga kura, na wote waliojitokeza kupiga kura walipoulizwa maswali na wanahabari, kitu ambacho nilikuwa naona wanajibu, wanasema kwamba uchaguzi ni halali na uchaguzi umefuata mikondo yote ambayo ilikuwa inastahili kufuatwa nchini, na walikuwa wanampongeza Mama Suluhu Hassan Samia kwa kufanya uchaguzi huu uwe wa amani. Sasa unaanza kujiuliza kama hawa ni wapinzani kweli, ama kama hawa ni candidate ambao ni aspirant wa ukweli, wamejitolea wenyewe kwa wenyewe. Haukam leo wanamsifia yule ambaye ni Samia ambapo bado ni alfajiri, bado ni asubuhi. Does it mean ya kwamba wanataka watu wengine kule nje waamini ya kwamba basi kumbe yule ambaye yuko kwenye kiti tayari yatosha, hakuna haja ya sisi tugeuze mtu mwingine? That's what I think they mean. Na si maajabu ikawa hata wenyewe pia hawajajipigia kura, kwa sababu wanajua wazi kabisa asilimia 100 hawezi kushinda. Na kama tunavyojua kwamba baadhi yao walikuwa ni kama wamechaguliwa na watu kutoka CCM, wakapewa kama ni pesa, wakanunuliwa kama ni magari, wakapewa kama ni majumba, ili mradi wafanye kampeni za vijijini tu ama mkoani tu 2-3, ambapo
majimbo yote ambayo ni takriban 272 ndani ya Tanzania, ikiwemo Zanzibar wako na majimbo takriban 50 na majimbo ambayo yako Tanzania bara unapata ni karibu majimbo 222. Hasa utakunaambia walizunguka yote haya. Kuzunguka kampeni ya majimbo yote haya si mchezo. Lazima mtu awe yako na pesa ambayo itamfanya apige hizi kampeni zote, ambapo inaaminika ya kwamba huenda wakawa wamesaidiwa na serikali kufanya hivi ili ionekane ya kwamba upo uchaguzi ambao utakuwa wa vyama vingi, ambapo ulianza ule wakati wa 1995 1995 something like that, ambapo ulikuwa umeanzishwa rasmi. So ladies and gentlemen, nataka nikwambie tu ya kwamba kati ya wale wanaume ambao wanatarajiwa kupiga kura leo, endapo watajitokeza wote kwa pamoja, basi ni 1,696,434. Hao ndio wanaume ambao wanatarajiwa kujitokeza kupiga kura, na wanawake ni 1,950,810. Hao ndio wanawake ambao wanatarajiwa kuenda kupiga kura, ambao ukiwajumuisha kwa pamoja ndio pale ambapo tunapata 1,37,647,233. So ladies and gentlemen, let's hope that everything is going to be okay today, kwa sababu vita si vizuri. Na mimi huongea kila siku. Najua watu wengi wananichamba sana wakisema kwamba mimi ni mmoja wa watu ambao nilikuwa nataka Tanzania iwe kwenye vita, lakini mimi nitakwambia kwamba la hasha. Hakuna hata siku moja nimekuja nikasema ya kwamba naomba Watanzania wajitokeze ili waende wakapigane. Kitu ambacho nilikuwa nikisisitiza sana hapa, nilikuwa naambia watu ama kuwashauri watu ama kuwaelimisha watu ya kwamba kuandamana haimaanishi mtu amevunja katiba. Nikasema hilo la kwanza. La pili nikasema kuandamana haimaanishi kwamba mtu anaenda leta fujo. La tatu nikasema kwamba endapo watu wataandamana, basi lile polisi watakuwa na kazi yao ya kufanya ili waanze kufuatilia wale waandamanaji na washike ama wawatie mbaroni wale wote ambao wako na aim ya kufanya nini? Ya kuvuruga amani nchini. Na la nne pia na la mwisho nikawa nazungumzia kuhusu utekwaji, vile ambavyo serikali imenyamaza wakati watu wengine wakitekwa, ama viongozi ambao wanatarajiwa kuleta competition kwenye huo uchaguzi wanatekwa na kuwekwa ndani na kunyamazishwa, ili mradi kusikuwe na ule uhamasisho wa watu ambao watafanya haya maandamano. Ambapo mimi hiyo ndio kitu changu kikubwa, makilio changu kikubwa ambacho kila siku nilikuwa nikija hapa nikiongelelea kuhusu uchaguzi huno ambao unafanyika leo tarehe 29, nilikuwa sana sana nikielezea watu hivyo. So tukumbuke ya kwamba leo kuna ule uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kote, ambapo vituo vyote ni 2547 polling stations ambazo ziko kote, ambapo tunatarajia kwamba watu wataongezeka as time goes, lakini at the moment watu wamekataa kuenda, ama watu wamesusia kuenda kupiga kura hizi. Watu wengi sana wamekaa majumbani, watu wengi sana hawajajitokeza kuandamana. Yes, hali ya utulivu iko kama kawaida, hali ya utulivu iko kama ambavyo haikuwa imetarajiwa, lakini pia still tukumbuke kwamba hakuna watu ambao wamejitokeza wengi kama tulivyokuwa tunatarajia kwamba watu wengi wa CCM watajitokeza kwenda kupiga hizi kura. Hata wale wenyewe CCM pia wengine baadhi wamesusia ama wamekataa kwenda kupiga hizi kura, sababu wanaijua hao wenyewe. So tuzidi kuomba ya kwamba haki itazidi kutendeka na kila kitu kitakuwa sawa kulingana na vile ambavyo tukiomba hapa ya kwamba amani iweze kudumu. Na mimi nitasisitiza tena na tena na tena niseme ya kwamba maandamano sio kuvunja sheria ya kikatiba. Na vile vile pia niseme maandamano sio tatizo la kuleta fujo. Polisi ndio ataleta fujo endapo watu ambao wanaandamana, watu wengine ambao wanataka kuleta fujo waingiliani kwa waandamanaji walete vurugu. Lakini jana pia nikaja nikasema hapa ya kwamba hakuna haja ya kuandamana wakati rais ambaye yuko kwenye uongozi sahino ameweza kupanga majeshi yake, ameweza kupanga polisi wake, amewapa vifaa, ameleta paka magari ya kijeshi
ili mradi yapambane na waandamanaji. Sasa kwa nini tena tukajipotezea maisha yetu? Kwa nini tena tukaumizwe wakati tumeona kabisa kwamba uchaguzi hauna upinzani wote? Tuache wale ambao wanakwenda kuchagua ama wale ambao watakwenda kufanya kwenda kupiga kura, let them go. Kwa sababu wewe hujisikii kupiga kura ama wewe hujisikii ile kuleta fujo na unajua kabisa serikali ni mbovu, waache ndo kapige kura. Baada ya kwamba washapiga kura, tutarudi tena tuje tuangalie postmortem yetu, tuseme washapiga kura, mwelekeo ni upi, kuliko sahihi watu wajitokeze na kaandamane kulete fujo zaidi ambazo hatakuwa tumezitarajia. Nitarejelea tena hapa, nitasema that your life is so much precious. Maisha yako ni muhimu na ya thamani sana. Jichunge kabla hujatarajia mtu mwingine akuchunge. It is what it is, ladies and gentlemen. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time. Kwa miaka mingi, watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usihangaike tena. Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu, Dr. Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete, kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake. Huduma zake zinakufikia popote pale ulipo, kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa